Mtazamaji wa chaneli hii ya Sabath Online, natumai ubuheri wa afya, yawe amekulinda na amekuweka salama. Leo ningetaka tuweze kuangalia amri 10 ambazo zinapatikana katika kitabu cha Kutoka 20 kuanzia mstari ule wa kwanza hadi ule wa 17. Hivyo nitasoma katika nakala hii yangu ya maandiko mateule neno la Yawe, na nitasoma. Yawe akanena haya yote akasema, mimi ni Yawe muumba wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miweza mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Yawe muumba wako ni Yawe mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Usilitaje bure jina la Yawe muumba wako, maana Yawe hata mhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Ikumbuke siku ya Sabato itakase, siku 6 fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Yawe muumba wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku 6 Yawe alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Yawe akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Mstari wa 12, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Yawe muumba wako. Usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo. Na katika mstari wa 17, usitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alichonacho jirani yako. Kwa hivyo hizo ni amri 10 ambazo tunazipata katika Kutoka 20 kuanzia ule mstari wa kwanza hadi ule wa 17, na hizo ndizo zinaonyesha kwamba kusanyiko lina mwanga, lina nuru. Ukisoma katika kitabu cha Isaia 8 mstari ule wa 20, tunaweza kuangalia, utasikia kwamba iwapo mtu haenendi sawasawa na neno hili, ni kwa sababu ndani yake hamna mwanga, hamna nuru. Hivyo katika kitabu hicho cha Isaia ama Isaia, nabii Isaia nimesema 8 mstari ule wa 20, tunaona jambo hilo likijitokeza pale, kwamba iwapo huenendi sawasawa na neno hili, ambapo ni amri 10 ambazo tumezisoma, na sio mzigo, sio nzito, ni nyepesi mno. Iwapo husemi sawasawa na neno hili la Torati ama amri za Yawe, basi ni kwa sababu hakuna nuru ndani yako. Katika mstari huo andiko linasema, na waende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hawana nuru, bila shaka kwao hakuna nuru, ama hapana asubuhi, kama alivyotumia mwandishi wa neno hili. Hivyo tunaona kwamba iwapo huna amri na huna ushuhuda wa Yeshua ndani yako, basi hakuna nuru. Hivyo tuzitunze amri za Yawe. Si mzigo, si nzito, ni nyepesi mno, na ni sheria ambayo ni ya kuweka mtu huru. Asante sana, upate kubarikiwa zaidi kufuatilia chaneli hii ya Sabath Online, ambapo huwa tunakuwa hewani kila Sabato kuanzia saa 3:30 hadi saa 11 jioni, na pia kila katikati mwa juma kuanzia saa 2 hadi saa 3:30 kwa programu ama ratiba ya Kiingereza. Upate kubarikiwa sana, unaweza kushare, kulike
na kusubscribe. Barikiwa sana unapozidi kufuatilia chaneli hii ya